Siku ya tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 4:30 za asubuhi, huko katika mtaa wa Mkapa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana. Jeshi la polisi lilifanikiwa kuwakamata watu ambao wanatuhumiwa kwa makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu na utapeli kupitia ahadi za ajira na biashara. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumetokana na taarifa ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa wananchi wema kuhusu uwepo wa kikundi cha wahalifu ambao wamekuwa wakiwashawishi wananchi kutoka mikoa mbalimbali ya nchi yetu, ikiwemo mkoa wa Geita, mkoa wa Kigoma, Kagera, Tabora, Morogoro na maeneo mengine nchini kufika Mwanza kwa madai ya kupatiwa ajira na fursa nyingine za kibiashara kupitia kampuni ambayo imekuwa ikijitambulisha kwa jina la Alliance in Motion Global, kwamba kampuni hiyo iko hapa Mwanza na imekuwa ikitoa fursa za ajira, jambo ambalo sio kweli. Ni kwamba baada ya waathirika wa matukio hayo kusafirishwa kutoka maeneo mbalimbali kufikishwa hapa jijini Mwanza, wamekuwa wakitozwa fedha kwa madai ya kusajiliwa kwenye biashara, huku fedha nyingine wakitozwa kwa ajili ya kupewa mifumo ya kuanza biashara hizo. Hata hivyo, baada ya kulipa fedha hizo, wengi wao wamejikuta hawajapatiwa huduma walizotarajia wala fursa hizo za kibiashara walizoahidiwa, bali wamejikuta wakiishia mikononi mwa watu matapeli wenye tamaa ya fedha ambao wameishia kuwaibia fedha hizo kidogo walizokuwa nazo. Watuhumiwa waliokamatwa na ambao ndio kimsingi ndio viongozi wa kampuni hiyo ya Alliance in Motion Global iliyoko hapa Mwanza, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Athmani Idi Hamisi. Huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa mtaa wa Mkapa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, ambaye ndio kiongozi mkuu wa kampuni ya Alliance in Motion Global iliyoko jijini Mwanza. Wa pili aliyekamatwa anaitwa Emmanuel Kenan Manyau. Huyu ana umri wa miaka 27, mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Watatu ni Avison Mugisha Mwemezi, miaka 23, mkazi wa mtaa wa Kilimo A, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wanne ni Justin Pauline Joseph, miaka 23, mkazi wa mtaa wa Kakebe, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa sita anaitwa Tinalile Adam Andrew, miaka 23. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa saba ni Fryson Daniel Lufungulo, miaka 24, mfanyabiashara na mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa nane anaitwa Happiness Herman Henry, miaka 23. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa tisa anaitwa Peter Michael Kiyombi, ana umri wa miaka 54. Huyu ni mchungaji wa kanisa la ambalo lipo kata ya Igoma. Kanisa hilo kwa sasa jina lake linahifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi. Wa 10 anaitwa Adriano John Ngodoki, ana umri wa miaka 40. Huyu ni mwenyekiti wa mtaa wa Igoma kati, wilaya ya Nyamagana. Jeshi la polisi linaendelea na mahojiano ya kina na watuhumiwa hao ili kubaini mtandao mzima wa uhalifu huo pamoja na kuwakamata wahusika wengine wanaohusika na shughuli hizo. Aidha, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika matukio hayo mara baada ya uchunguzi wetu kuwa umekamilika. Kupitia tukio hilo,
Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi kuwa waendelee kuwa makini wanapopewa ahadi za ajira au fursa za kibiashara ambazo zimekuwa zikiwataka kutoa fedha kabla ya kupata huduma za fursa hizo. Wachukue tahadhari. Pia tunawakumbusha wananchi kuthibitisha uhalali wa kampuni au taasisi yoyote kabla ya kujiunga nayo au kutoa fedha ili kuepuka kuingia mikononi mwa matapeli wenye tamaa ya fedha na kisha kuishia kuibiwa. Kumekuwa na malalamiko mengi sana, hasa katika jiji la Mwanza, kuwepo kwa kundi hilo ambalo linaendesha shughuli zake kwa njia za kitapeli. Na tangu tumepokea taarifa hizo, tumekuwa tukifanya ufuatiliaji na ukamataji wa watuhumiwa mbalimbali na kuwahoji. Hatimaye tumefikia hatua ya kuwatia mbaroni au watuhumiwa kuu. Kama ambavyo nimesema, wako wengine wengi ambao wanazidi kufuatiliwa, lakini ni vema wananchi wetu kwa Mwanza na maeneo mengine wakachukua tahadhari za kutosha ili wasiendelee kuibiwa.